Breaking news. Asante sana mpenzi mtazamaji wa Mwakenya TV mahali popote ulipo, na ndugu zangu wa Tanzania, mjambo, karibu katika mwendelezo wa matukio haswa yale ambayo yanaendelea kushuhudiwa katika taifa la Tanzania. Ni pigo kubwa haswa kwa Rais Samia Suluhu Hassan baada ya kushindwa kesi mahakamani, na hii habari imeweza kuachiliwa kutoka mahakama, na hii ni habari mbaya kwa Suluhu na serikali yake kwa ujumla baada ya habari hizi kuachiliwa. Naomba kuna chapisho hapa, naomba kulisoma kwa sababu linaenda kuunda msingi haswa kwa yale ambayo tunaenda kuzungumzia kwa kanda hii, kwa sababu kuna kesi ambayo inaendelea kati ya serikali ya Samia Suluhu Hassan na wanachama wa Chadema ambao kwa sasa wanashtakiwa kwa kosa la uhaini, lakini mambo yameonekana yakibadilika. Unavyotazama hewani, chapisho hili limeweza kuchapishwa na kusema kwamba Jamhuri ni ya Muungano wa Tanzania. Kwa hivyo hiyo ni serikali ya Samia Suluhu Hassan kwa sababu ndio ipo mamlakani. Sasa wameanza kwa kusema kwamba Jamhuri yashindwa kuendesha kesi dhidi ya Kaunya na wenzake. Yaani serikali ya Samia Suluhu Hassan imeshindwa kuendesha shughuli za kesi ya Kaunya ambaye ni mwanachadema na wengine ambao wameshtakiwa kwa kosa la uhaini 20 kutoka chama cha Chadema. Kwa hivyo ni pigo kwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa sababu wameshindwa kesi hii ambayo wanashtaki watu, kesi ya uhaini ambayo haina msingi wowote. Kabla nizame kwa undani, nashukuru kwa ambao mnazama hii kana mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa. Kwa heshima na taadhima, unapoendelea kutazama hii kana, tukabidhi like, kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama moja kutukabidhi like ikiwa hauja subscribe na kubonyeza uweze kusubscribe. Sasa nataka tusome chapisho hili kwa sababu linaenda kuunda msingi na kutueleza wazi yale ambayo yanaendelea katika taifa hili la Tanzania. Kesi ya jinai nambari 21 2026 Jamhuri dhidi ya aliyewahi kuwa katibu mkuu wa baraza la vijana wa Chadema Pavincha Tanzania Bara Yohana Kaunya na wenzake 20 iliyotarajiwa kuendelea leo tarehe 17 Februari 2026 imeshindwa kueleza na kuendelea baada ya upande wa Jamhuri kushindwa kuwasilisha watuhumiwa mahakamani pamoja na kushindwa kuendelea na shauri hilo. Yaani serikali imeshitaki watu haswa wa wanachadema, lakini kwa sababu hawana ushahidi wa kutosha dhidi ya madai yale ambayo wamewashitaki nayo, sasa wanashindwa hata kuwasilisha watuhumiwa hao kwa mahakama. Tuendelee kusoma. Mahakama imetoa onyo la mwisho kwa upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, serikali ya Rais. Mahakama imetoa onyo la mwisho kwa upande wa Jamhuri, ikisisitiza kuwa kesi hiyo itaendelea kusikilizwa tena tarehe 20 Februari 2026 kuanzia saa 3 asubuhi. Kwa hivyo imeahirishwa kwa sababu Jamhuri imeshindwa. Jamhuri ni Muungano wa Tanzania, sasa serikali imeshindwa. Gazeti hili likaendelea kusema kwamba itakumbukwa kuwa tarehe 12 mwezi huu shahidi wa kwanza wa Jamhuri alitoa ushahidi wake mahakamani, huku mashahidi wengine 40 wakitarajiwa kufika kutoa ushahidi katika hatua zinazofuata za usikilizwaji wa shauri hilo. Washtakiwa hao wanakabiliwa na mashtaka yanayohusishwa na matukio ya maandamano yaliyotokea awali, ambapo walikamatwa na kufikishwa mahakamani kujibu tuhuma zinazodaiwa kuvunja taratibu za sheria za utulivu wa umma. Hata hivyo, maelezo kamili ya vifungu vya mashtaka yanaendelea kujadiliwa katika hatua za usikilizwaji wa shauri hilo. Serikali ya Samia Suluhu Hassan ambayo sasa ni kesi kati ya Jamhuri na wale ambao waliweza kutiwa mbaroni kwamba waliweza kuhusika katika maandamano yaliyoshuhudiwa Tanzania. Kesi hii vile inaenda haipo kwa sababu serikali iliweza kuwakamata watu ambao hawakuwa na makosa
yoyote. Ikumbukwe ya kwamba juzi tu tuliweza kuona kesi ya Tundu Lissu ikihairishwa kwa sababu ya ukosefu wa ushahidi wa kutosha. Jamhuri iliwasilisha washahidi wawili katika mahakama ya Dar es Salaam wakati Tundu Lissu walipokuwa pale. Wawili tu walitoa ushahidi wao dakika chache, kesi ikamalizika, kumaanisha hamna ushahidi wa kutosha. Na kiongozi wa Chadema ambaye ni Tundu Lissu ameshtakiwa kwa kosa la uhaini. Kesi hii ni ya kuwekewa. Unawekewa kesi ili kuzuiliwa kuendelea kuwa mwanasiasa, ili kuendelea kuwa kiongozi wa chama, ili kuendelea kutowania kiti cha urais. Kesi hii inaendelea pale Tanzania kwa sababu wanataka kuhakikisha kwamba wamekandamiza demokrasia, uhuru, uwajibikaji, uwazi, haki katika taifa la Tanzania. Na kesi ya Tundu Lissu na wenzake wengine inaendelea, lakini hamna ushahidi wa kutosha. Na vile mambo yalivyo ni kulimbikiziwa kesi ambayo haina msingi. Ndio maana tumeshuhudia John Heche ambaye ni naibu ama makamu mwenyekiti wa kitaifa katika taifa la Tanzania, haswa katika chama cha demokrasia na maendeleo, akisisitiza ya kwamba liwalo na liwe, lazima Tundu Lissu aachiliwe huru pasipokuwa na masharti yoyote, kwa sababu wameshindwa kutoa ushahidi wa kutosha dhidi yake mahakamani. Ndio maana mashahidi wengine wakifika katika mahakama, wanapoulizwa toa ushahidi wenu, wanatoa ushahidi ndio, lakini hawajui kutoa ushahidi. Wanasema ni kosa, alafu ukiambiwa kosa lipi, anasema hajui. Kosa ndio uhaini. Uhaini ni nini? Hawaelewi. Kwa hivyo kesi hizi ambazo zimewekwa dhidi ya wale ambao ni wa mrengo wa upinzani ni kuhakikisha kwamba wanataka kutuliza mawimbi ya kisiasa ili chama tawala cha CCM kiendelea kutawala vile wanataka wao wenyewe. What do you think? Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Tukutana katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. But if you are watching but you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by smashing the subscribe button that is down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell so that the moment we upload a video clip, you'll be notified automatically that Mkenya TV has uploaded a video clip to watch. Remember to share our content also at our WhatsApp groups and on Facebook. And this only we can continue building this channel of ours, Mkenya TV. Be blessed. Let's meet in the next video. Bye bye. Thank you for watching. Adios.